ardhi huwa ina masikio, na tunapotamka matamko mbalimbali, ile ardhi ina kazi moja tu ya kuyatunza hayo matamko ambayo tunayatamka. Sio uchukue ardhi tu, tafuta kwanza Mungu, uondoe ile miungu iliyoko pale. Utapigwa tu hata kama utafanya namna gani. Wewe unakuja unajenga, aliyekuwepo pale alishaiweka hiyo ardhi wakfu kwa Mungu wake, kwa miungu ya kwao. Wewe unakuja unajenga hicho, unasema surprise, mchungaji sijamwambia, nataka ni wa surprise. Utasurpriseiwa wewe mwenyewe. Lakini lazima atokee mtu katika familia, lazima atokee mtu atakayeelewa madhara ya matamko, viapo, laana. Inawezekana hakutamkiwa na baba yake, hakutamkiwa hata na mama yake, hakutamkiwa, lakini kule kwa majirani, haya tunapokutana kule njiani wanapotoa matamko ya matusi, wewe unasemaje ndani yako? Na unaposogelea madhabahu hii, usiseme mimi ni mdogo. Njoo, usijidhanie kuwa ni mdogo. Kuna mambo Mungu ameyaweka ndani yako, kuna mkono wa Mungu juu yako, na unapoingia kwenye toba ya kweli, unaifungua familia ya kweli. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Najaribu ili nipate kamuda angalau, niwe na muda angalau kidogo, niende kidogo mbali. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kama ambavyo tangu siku ya Jumatatu tulianza kwamba ni mambo ya jinsi ambavyo viapo, laana vinavyoweza kutenda kazi katikati ya maisha ya watu, alafu hao watu wasiweze kujua ni kitu gani kinaendelea. Na bado tunaendelea na somo lile, na leo nimekipatia kichwa kidogo. Leo nimekuwa na kichwa kidogo chenye maneno haya, kina maneno kidogo. Naomba ushike kalamu yako uandike. Shika kalamu, ndio maana ya semina. Andika haya mambo, na baadaye anaweza akakusaidia wewe hata mahali ukiwa mbali na eneo hili, yanaweza akakusaidia. Nimeandika hivi: matamko ya viapo, matamko ya viapo, matamko ya viapo na laana. Matamko ya viapo na laana yanalenga, matamko ya viapo na laana yanalenga kuzuia. Matamko ya laana na viapo yanalenga kuzuia baraka, mafanikio na ustawi. Ngoja nirudie tena. Matamko ya viapo na laana yanalenga kuzuia baraka, mafanikio na ustawi wa maisha ya mtu. Matamko ya viapo na laana yanalenga kuzuia baraka, mafanikio na ustawi wa maisha ya mtu. Hilo ndilo lengo la laana au la viapo na laana. Malengo ya haya matamko, malengo yake yanalenga kuhakikisha huyo mtu anayetamkiwa hawezi kupata baraka, hawezi kufanikiwa, na huyo mtu hawezi kustawi. Ndio malengo ya haya matamko ya viapo na laana. Yanalenga kuhakikisha huyu mtu hataendelea, hatafanikiwa, hatakuwa mtu yoyote, atakuwa ni mtu tu anayezunguka hapa duniani, lakini hatakuwa na faida yoyote, hatakuwa na faida yoyote, kwa sababu tayari matamko yamemwekea mipaka, yamemfunga, hawezi kuendelea mahali popote. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwa utaona nimesema matamko ya viapo na laana yanalenga kuzuia baraka, mafanikio na ustawi wa maisha ya mtu. Ndio malengo makubwa kabisa ya haya
haya matamko yanayotamkwa kupitia viapo na laana. Na sisi katika familia zetu tunajua, katika familia mbalimbali kuna familia zile ambazo yani vinywa vyao, maisha yao wanaishi matamko ya laana. Yani mzazi mara zote maisha yake ni kulaani, atalaani watoto, atalaani hiki, atalaani kile. Lakini bado sijafika huko. Mimi nataka nizungumze habari ya uhusiano wa hivi viapo na ardhi. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Uhusiano wa hivi viapo na ardhi, uhusiano wake, hivi viapo tunavyovitamka na ardhi. Yani sijui nikwambie namna gani. Sijui kama naweza nikamaliza juu ya kukuelezea habari ya viapo na hizi laana. Lakini tu niseme kwa kile ambacho Mungu atakachonisaidia na hayo maombi ambayo Mungu atatupa neema ya kuyaomba katika ardhi ya usharika huu wa Segerea, ambao una neema ya kwamba unaweza ukaitisha semina angalau watu wakaja kama hivi. Kuna sharika ambazo watu wanaitwa, huwezi kupata watu wengi kama hii. Mimi nimemshukuru Mungu sana na nimeendelea kuambia watu wengine kabisa, na ninamaanisha kabisa kwamba mimi niko kwenye semina. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Yani ninamaanisha kuwa niko kwenye semina. Kanisa, Bwana asifiwe. Yani mchungaji kwa kumaanisha kabisa. Yani nimeona hata kukaa kule Kigamboni kule na nakosa muda wa kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Nimeamua kukaa kwenye hoteli nifundishe. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Niko tu hapa, ndio maana sikuwa na muda wa kuwahi. Niko tu hapa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa nia ya kutaka, kama wewe unataka kupona, yuko Mungu atakaye kuponya. Lakini si atakulazimisha, akukabi. Ni wewe utaamua kupona. Kwa sababu umesikia, umeelewa na ukachukua hatua. Mungu yuko tayari kukusaidia. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa nataka kuonyeshe mahusiano ya ardhi na hivi viapo na laana. Hebu twende tukaangalie ardhi inavyoweza kutunza viapo na laana. Ardhi inavyoweza kutunza viapo na mambo ya laana inavyoweza kuvitunza. Twende tuanze na kile kitabu cha tuanzie kitabu cha Yeremia. Yeremia mlango ni ule wa 22. Yeremia mlango ni ule wa 22. Twende tuangalie huko. Kitabu cha Yeremia mlango wa 22, naomba tuanzie hapo. Jinsi ambavyo ardhi inaweza kutunza viapo na inavyoweza kutunza laana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Yeremia mlango wa 22, nataka tuangalie mstari wa 29. Maneno ya Mungu yanasema hivi, kanisa la Mungu, na watangulia kusoma. Nchi, lisikie neno la Bwana. Nchi mara 3, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Na kuonyesha uhusiano wa ardhi na viapo na laana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ardhi huwa ina masikio. Ardhi ina masikio kabisa, inasikia. Na tunapotamka matamko mbalimbali, ile ardhi ina kazi moja tu ya kuyatunza hayo matamko ambayo tunayatamka. Kazi ya ardhi inatunza, inayaweka. Inaweza, mimi saa nyingine nafikiriaga, nasema inawezekana ardhi ni kitabu cha Mungu ambacho kinaandika taarifa za watu wote. Yaani inawezekana ikawa ardhi ndio kitabu cha Mungu ambacho kinabeba taarifa za kila mwanadamu. Kwa hiyo kwenye ardhi kuna taarifa ya kila mtu hapa duniani. Na hapa utaona ardhi inapewa maelekezo. Hii niliyosoma kitabu cha Yeremia 22:29. Utaona ardhi inapewa maelekezo juu ya mtu fulani. Inapewa maelekezo. Inaitwa mara 3, nchi. Unajua nikisema
nchi, nazungumzia habari ya ardhi. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Nazungumza habari ya ardhi, sizungumzi juu ya taifa, nazungumza juu ya ardhi. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa anasema anaita mara tatu, anaita nchi, anaita tena nchi, alafu anaita mara ya tatu nchi, lisikie neno la Bwana. Alafu anaiagiza hiyo ardhi kwamba mtu huyu ninayekuambia habari zake kwamba hatafanikiwa katika maisha yake. Huyu mtu hatafanikiwa. Hiyo ardhi inaelekezwa, inapewa maelekezo kwamba isimpe ushirikiano huyo mtu kwa jina lake, kwamba isimpe ushirikiano wowote, kwamba ameiapiza kwamba imnyime ushirikiano. Kwa hiyo akilima isimzalie matunda, akiweka juu yake biashara isizalishe, ikifanyiwa chochote na huyo mtu isiwe na uwezo wa kumsaidia huyu mtu kupata kitu chochote. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwa anaipa maelekezo, nchi, wewe nchi, lisikie neno la Bwana kwamba mtu huyu ninayekupa taarifa zake kwamba hatafanikiwa wala hatakuwa na nani, hatakuwa na uzao. Kwa hiyo ardhi inapewa hiyo taarifa. Kazi ya ardhi ni kutunza taarifa. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ile ardhi ikishapokea zile taarifa inazitunza. Na bahati nzuri sana, ardhi si ndio chimbuko la mwanadamu? Ardhi ndio chimbuko la mwanadamu. Hivi nilivyo mimi tu pia ni ardhi. Mimi na mimi ni udongo. Kwa hiyo mimi na ardhi tunafahamiana. Ardhi hata ingekuwa mimi nilizaliwa kule Kilimanjaro, na ile ardhi ina taarifa za kwetu za familia, ina taarifa za kwangu. Nikahama nikaenda Ulaya, nikaenda Marekani, nikaenda nchi ya mbali kabisa, ili kwamba nijitenganishe na ile ardhi. Hiyo ardhi ya kule Kilimanjaro ndio ardhi hiyo hiyo iliyoko kule Marekani. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa hiyo bila kupelekewa mtu, yani hakuna mtu atapeleka taarifa zangu, ardhi hii itapeleka taarifa kule Marekani kwamba mtu huyu aliyeko hapa Marekani, ardhi usimpe ushirikiano. Niko na watu hapa wamenielewa kitu chochote? Kanisa, Bwana asifiwe. Sio mtu atapeleka taarifa, lakini hii ardhi kwa sababu imebeba taarifa za kwangu, itazipeleka mpaka kule ninakoishi. Itaiambia ile ardhi ya kwamba mtu huyu aliyeshuka hapa uwanja wa ndege, ameingia kwenye hili taifa la Marekani. Wewe ardhi usimpe ushirikiano, usimpatie ushirikiano, nimebeba taarifa zake. Kwa hiyo utaenda Marekani kweli kama wengine wanavyokwenda, lakini kufanikiwa ni jambo gumu sana, kwa sababu ardhi ya pale imenyimwa kukupa ushirikiano. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Imekatazwa kukupa nini? Kanisa la Mungu, imekatazwa kukupa ushirikiano. Na ninataka nikwambie, kati ya vitu vinabeba taarifa kwa miaka mingi, ardhi inabeba taarifa kwa miaka mingi sana. Hebu angalia kwenye kitabu cha, ngoja nikuonyeshe kwenye hichi kitabu cha Yoshua mlango ule wa 6. Ngoja nikuonyeshe kwenye hichi kitabu cha Yoshua mlango ule wa 6, tuangalie mstari wa 26. Kitabu cha Yoshua mlango ule wa 6, alafu tuangalie mstari ule wa 26. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Tuangalie kwenye kitabu cha Yoshua mlango ni wa 6, nasoma 26. Maandiko yameandika hivi: naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wake wa kwanza, tena atayasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanaume aliye mdogo. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Hiki ni kiapo cha Yoshua, anaapiza ardhi au nchi katika mji ule wa Yeriko baada ya kuvunja ule ukuta.
anaapiza ule mji, kwa sababu ulikuwa umefungwa kusudi Israeli wasipate mpenyo wa kuingia katika ile miji. Sasa baada ya kuvunja, anaapa, anaiambia ardhi, hakuna mtu atakayejenga tena kuta hapa kwenye huu mji wa Yeriko, ila yule atakayeamua kujenga, basi yatakayompata ni haya. Akaiambia hiyo ardhi, akaiambia mtu atakayekuja kujenga tena hapa atafiwa na mtoto wake, atafiwa na mtoto wake wa kwanza. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Atafiwa na mtoto wake wa kiume, atafiwa na huyo mtoto. Alafu kuendelea kujenga, wakati anamalizia, anaweka milango huo mji, anasema atafiwa na mtoto wake mwingine mdogo, atafiwa naye tena. Anaiambia ardhi wakati huo, anazungumza na ardhi kipindi hicho, anaisemesha. Ile ardhi ikapokea zile taarifa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ikapokea taarifa na ikatunza zile taarifa miaka mingi sana, ikaiweka hiyo taarifa miaka mingi sana. Alafu kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza, kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza, tuangalie kitabu cha Wafalme wa kwanza, mlango ni ule wa 16 alafu 34. Kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 30, mlango ule wa 16, mlango wa 16, alafu tunaangalia mstari wa 34, 16, 34. Ngoja tuangalie maandiko yanasemaje. 16:34, neno la Mungu linasema hivi, kanisa la Mungu. 34, bado naitafuta hii hapa. Inasema, katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Naomba niangalie kidogo nikuelekeze. Angalia, huyu Hieli hajui lolote, na pengine hakusikia taarifa yoyote, hakupata taarifa yoyote juu ya ule mji wa Yeriko. Kwa hiyo miaka mingi imepita, akatokea mtu mmoja anaitwa Hieli, akaamua kwenda kujenga Yeriko. Alipoenda kujenga, angalia mambo yaliyompata. Tuangalie kwenye sasa, angalia sasa. Anasema katika siku zake Hieli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwanawe na mwana wake mdogo Segibu, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena Yoshua mwana wa Nuni. Sasa mimi nilijaribu kumuuliza mwalimu wa mambo ya theolojia, nikamuuliza ni askofu anaitwa Fiavango. Nikamuuliza, baba, unaweza ukanionyesha kipindi hiki huyu Yoshua alichokuwa ameachilia maneno ya viapo kwenye hii ardhi, na kipindi hichi Hieli Mbetheli anajenga tena mji wa Yeriko, inaweza kawa imepita muda gani? Aliniambia ilikuwa imeshapita kama vizazi 4 kinaenda cha 5. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Umenielewa nachokwambia? Vizazi vimepita. Huyo Hieli hata sidhani kama babake alikuwa amezaliwa. Kwa hiyo vizazi vimepita, kinaenda cha 5. Wafalme kadhaa wameshaendelea kutawala, alafu huyu Hieli Mbetheli ndio anakuja kujenga lile eneo ambalo tayari matamko yalikuwa yametamkwa. Anajenga yale maneno yametunzwa na ile ardhi. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Wewe unafikiri unaponea wapi? Miaka imekwenda lakini bado ardhi imetunza nini? Imetunza yale maneno. Inamtafuta mtu atakayekuja kufanya ili kwamba yule mtu apatwe na yale mambo mabaya. Na kweli amekuja Hieli,
kama alivyosema Yoshua kwamba mtoto wake wa kwanza wa kiume atakufa, na kweli alikufa, na kama alivyosema atamalizia kwa yule mtoto wa mwisho, na ndivyo ilivyokuwa. Na nadhani saa ile yule wa kwanza alipokufa alidhani ni mambo ya kawaida kama wafalme wanadamu, ndio maana akaendelea. Lakini kama nadhani angejua ya kwamba pale pana matamko, asingeweza kuendelea. Lakini alipokufa yule wa mwisho, ndio taarifa zinakuja kwao kwamba haya matamko aliyatamka Yoshua mwana wa Nuni. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Sasa ngoja nikuulize, unafikiri ni kiwango gani matamko yaliyobebwa na ardhi ya nyumba ya baba yako pale ulikozaliwa, yale matamko yaliyotamkiwa pale, laana za familia iliyotamkwa kwenye ile nyumba ya baba yako, yamekwenda miaka mingapi? Unadhani ni kitu gani kinakusumbua? Unahisi ni kitu gani? Ninapoendelea kukufundisha, ninakufungua ufahamu. Jaribu kuangalia nyumba ya baba yako, kuna matamko gani yaliyotamkwa na ardhi ikayatunza, na vizazi vimekwenda, wewe ni mjukuu kabisa, na bado unayapata. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Watoto wa kiume 4 wako hapa, namba mja, watoto wa kiume 4. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe namna gani unajiconnect kwenye hayo matamko. Unajiconnect namna gani kwenye hayo matamko? Jipange tu hapa ambapo watu wote wanaweza wakakuona. Fungua na mimi kwenye kile kitabu cha Waibrania, mlango ni ule wa 7, afu tusome pamoja mstari ule wa 9. Kitabu cha Waibrania, mlango ni ule wa 7, nataka kusoma mstari ule wa 9. Kitabu cha Waibrania mlango wa 7, afu nasoma mstari ule wa 9. Maandiko yanasema, tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Unaona jinsi ambavyo tunajiconnect na zile laana. Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo tunajiconnect na zile laana kutoka kwa wazazi wetu, na vile viapo na yale matamko na yale maneno, jinsi ambavyo tunajiconnect. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Yaani hayo maneno niliyoyasoma na nataka niyapatie watu. Unamuona huyu, anaweza akawa wewe mfananishe kuwa ndio Ibrahimu, ambaye kule kwenye Biblia alitoa sadaka kwa mtumishi wa Mungu yule Melkizedeki. Alitoa sadaka yake ya mavuno kwa ile alitoa sadaka yake hiyo ni sadaka ya mavuno kwa yule Melkizedeki. Kanisa, Bwana asifiwe. Huyu hapa ndio Ibrahimu. Kanisa, Bwana asifiwe. Mnaniangalia, lakini niangalie, huyu hapa ndio Ibrahimu, na huyu ni Isaka, ni mtoto wa huyu Ibrahimu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Alafu huyu Isaka mtoto wake ni nani? Ni Yakobo. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Alafu huyu hapa ni mjukuu wa baba kule, mtoto wa mzee anaitwa Lawi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Sasa huyu jinsi alivyotoa ile sadaka yake, alivyoitoa ile sadaka kwa yule kuhani Melkizedeki, inaonekana kwamba kwa sababu alitoa ile sadaka, inaonekana mpaka huyu mjukuu alitoa ile sadaka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Alikuwa hajazaliwa. Kwanza kumbuka, wakati Ibrahimu anatoa sadaka hana mtoto. Kanisa, Bwana asifiwe. Bado hana mtoto, lakini alipotoa ile sadaka baadaye anapata Isaka, si ndio? Alikuwa ndani ya viuno vya nani? Kanisa, Bwana asifiwe. Alikuwa ndani ya viuno vya nani? Vya Ibrahimu. Alafu na huyu Isaka alikuwa kwenye viuno vya Ibrahimu. Alafu na huyu mtoto wake anaitwa nani? Yakobo, naye alikuwa huyu Isaka alikuwa kwenye viuno vya Ibrahimu, na huyu Yakobo alikuwa ndani ya viuno vya nani? Alafu na huyu Lawi alikuwa kwenye viuno vya nani? Sasa wakati huyu anafanya ile sadaka, ndio iliyomfanyia connection, kwa sababu
alipotoa huyu na huyu anaonekana yuko huku na huyu anaonekana yuko kwenye viuno na huyu yuko kwenye viuno, kwa hiyo akaonekana kwamba tayari wote wametoa ile sadaka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Inaonekana, inasemekana mpaka Lawi naye alitoa ile sadaka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Sasa turudi hivi, kama Ibrahimu angelichukua mnyama akafanya tambiko, labda akafanya matambiko, ina maana kama angefanya tambiko huyu, kwa sababu Isaka alikuwa kwenye viuno vyake, na yeye Isaka angekuwa amefanya, alafu na kwa sababu huyu Yakobo yuko kwenye viuno vya Isaka, na yeye angekuwa amefanya nini? Na kwa sababu Lawi yuko kwenye viuno vya nani? Ya Yakobo, naye angekuwa amefanyaje? Hiyo ndio namna ambavyo tunajiconnect na hivi haya matamko, laana, viapo, ndivyo tunavyojiconnect navyo. Yaani hiyo ndio namna pekee kabisa ambayo tunajiconnect na hayo matamko. Sasa ninapokuambia juu ya jinsi ambavyo laana zinatenda kazi, unaweza ukajiangalia ukasema mimi hapana, lakini alipofanya huyu kwenye kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, wote tumejiconnect. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Asanteni sana, naomba mkae. Wote tumejiconnect kwa staili hiyo. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kwa ardhi inabeba yale matamko, inayo taarifa zako, inakutafuta tu ili wewe ipate nafasi kwako wewe, iaachilie yale matamko ambayo ardhi tayari imeyabeba. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Nataka uangalie jinsi ambavyo ardhi inaweza ikabeba na kutunza matamko mbalimbali, maneno mbalimbali, viapo mbalimbali. Hakuna mtu anapeleka taarifa, lakini ardhi inapeleka taarifa. Kila eneo utakalokwenda hutafanikiwa, huwezi kufanikiwa. Ndio maana utaona unapiga maktai mahali pamoja, usongi, uendi. Ndio maana utaona magonjwa yale yanakufuata, sio mtu anayatuma, hujalogwa. Ardhi ina taarifa ya familia, ni jambo gani linaloipasa hii familia lifanywe kwenye hiyo familia. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nimekupa hicho kipande, na hata kama utaangalia, kama utakumbuka kwenye kitabu cha Mwanzo kule mlango wa 4, ukiangalia kuanzia mistari ile ya 8, jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu ya Habili na Kaini, si ndio, alivyoenda kumuua, hakuna mtu aliyetoa taarifa, lakini ardhi ilifanyaje? Si hawasemi sasa wamekasirika jamani? Ardhi ilifanyaje? Ardhi ilitoa taarifa. Mungu anasema ninasikia kilio, anaona machozi kutoka kwenye ardhi, sauti ya ndugu yake inatoka kwenye ardhi. Kwa kuna vitu vinatokaga kwenye ardhi vinakufuata wewe. Ardhi iliyopokea ile damu wakati ule unatoa mimba, ile ardhi imetunza kile kilio cha yule mtoto, kinakaa ardhini. Na ndio maana utaona hao watoto unaowazaa saa nyingine wanapatikana na magumu. Lazima tuwe na muda wa kurudi kwenye madhabahu ya Mungu, tumwambie Mungu, ni kweli tushafanya hayo, na Mungu haimsikitishi. Mungu hajali, yaani hajali ukubwa wa dhambi uliyoitenda, wala hajali kitu chochote ulichotenda. Anachotafuta kwa mwanadamu ni toba ya kweli, ya kujitambulisha kwake ya kwamba kweli nimefanya na ninaomba rehema kwenye madhabahu yako. Yaani Mungu wala hataki kitu kingine. Anachokitaka kwako wewe ni hicho peke yake. Wewe mwenyewe utamke ya kwamba tumefanya haya mambo kwenye familia yetu, ni kweli. Hata mimi nilitoa ile mimba, ni mimi nimefanya hivyo, ni mimi nilimuua kwa siri, hakuna hata mtu mmoja anajua. Sasa wewe unakuja kwenye madhabahu unamwambia Mungu. Sasa kwa sababu hujui utamwambia namna gani, ndio maana kuna sawe. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Anakuongoza katika mambo yale ya toba, ufikie toba ya kweli kwenye kina. Wakati anakuongoza utaona
kuna maneno ambayo yale yanayokuongoza mengine yanakugusa moja kwa moja kwenye moyo wako kwamba haya, sina kitu cha kujitetea, niliyafanya mwenyewe. Sina kitu cha kujitetea, familia yetu ndio ilifanya. Sina kitu cha kujitetea, ni kweli yapo kwenye nyumba ya baba yangu, haya mambo yapo, hakuna kitu cha kujitetea. Kwa hiyo ndio maana kuna mtu anayekuongoza hayo maombi au hiyo sala ya toba, ya kufanya toba kwa sababu ya mambo ya machukizo yaliyofanyika katika familia. Ardhi imeyatunza. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Ndio maana kuna marufuku nyingi sana. Sio uchukue ardhi tu na uijenge. Tafuta kwanza Mungu, uondoe ile miungu iliyoko pale. Utapigwa tu hata kama utafanya namna gani. Ardhi inatunza taarifa zote. Wewe unakuja unajenga, aliyekuwepo pale alishaiweka hiyo ardhi wakfu kwa Mungu wake, kwa miungu ya kwao. Wewe unakuja unajenga hicho, unasema surprise, mchungaji sijamwambia, nataka ni wa surprise. Utasurpriseiwa wewe mwenyewe. Ndio maana utaona watu wengi hawaingiani kwenye nyumba zao, wamejenga, wanasema jamani, yani alimaliza kabisa nyumba yake alafu akafa, hata hakuingia. Wewe unafikiria ni surprise. Ardhi zina taarifa, zimebeba taarifa. Yule aliyetangulia kukaa ameshaweka hapo madhabahu ya nyumbani kwao. Wewe unakuja kujenga, unashangaa mashambulizi yanapotoka. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Muda wangu sasa. Mungu atusaidie ili unapoingia kwenye toba, fanya toba kutoka ndani. Usimsikilize mtumishi wa Mungu kasema ni yeye anatuambia. Fikiria yale mambo anayokuambia ni yale unayotakiwa wewe uyaseme kwenye madhabahu ya Mungu. Lakini kwa kuwa hujui jinsi ya kujinasua, ndio kuna mtu wa kuongoze ili wewe ufikie mahali ambapo Mungu atakuondoa katika hayo ambayo umefungamanishwa nayo. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Kabisa tunaendelea, utaona kuna vizuizi vingi, vizuizi vya kuolewa, vizuizi vya kuzaa watoto, vizuizi vya kazi, vizuizi vya biashara. Wenzako wanafanya lakini unashangaa, wewe ukiweka imeisha, haiwezi kuendelea. Kuna vizuizi vya namna nyingi. Lazima tukubali kwamba lazima tusogee kwenye madhabahu ya Mungu. Huyu Mungu tunayemwambia hizi habari ni mkuu kuliko yule ambao hao waliotutangulia walimwambia hizo habari. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ni mkuu sana, na ukija kwa unyenyekevu utatoka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Sasa unajua nini? Mafundisho kama haya anakufundisha mtu ambaye wala hana jina. Ujue na kwamba hii semina haikuwa yangu. Kuna aliyeandaliwa lakini hakuja. Kwa nini Mungu alitaka kubadilisha? Mahali pengine Mungu anawekaga mikono hivi, nimempenda huyu nikamchukia huyu. Yaani wanga ni mambo ya Mungu tu anavyoamua yeye. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu ametaka majira haya usikie ujumbe huu? Kwa nini Mungu anasema? Naamini hivi kwamba anaweza akawa Mungu azungumzi na watu watano, anaweza akawa anazungumza na mtu huyu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Mungu anapendaga hata mtu huyu mmoja tu amsaidie atoke kwenye shida anayopitia, atoke yeye huyo mmoja. Lakini anatukusanya watu wengi, lakini ana nia ya mtu huyu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu, amen. Nataka nikuonyeshe ziko laana na matamko mbalimbali yanayotoka katika familia za kwetu. Laana zinatoka kwenye nyumba za kwetu, familia, nyumba ya baba yako, nyumba ya mama yako. Kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mathayo, hebu angalia, tuangalie kitabu cha Mathayo. Namalizia tu karibuni hapa, sababu nataka mtumishi wa Mungu aje kwa ajili ya maombi. Kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu, mlango wa 15, tuangalie kitu hapa. Tuangalie kitabu cha Mathayo mlango wa 15, alafu tuangalie mstari ule wa 4. Mstari wa 4. Maandiko yanasema hivi, kanisa la Mungu: kwa kuwa Mungu alisema,
mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake afanyeje jamani? Afanyeje jamani? Mbona hawajibu? Au hamna Biblia? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Anasema amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afanyeje? Sasa mchungaji, kwa watoto ambao tumezaa wanaovuta bangi, wanakula madawa ya kulevya, wanaokunywa mapombe, fikiri jinsi ambavyo ni watukanaji. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Tuache hiyo kwamba ni watukanaji wale tuliowazaa, lakini angalia kule barabarani tunakopita. Unatembea barabarani, kuna mtoto kabisa wewe unaweza ukamzaa, lakini anazungumza tusi zito la wewe mama, na hajali kwamba umesimama hapo. Atalitoa neno la tusi, analitukana hilo tusi mbele yako, hajali. Na mimi nataka nikwambie, Mungu akisema baba yako au mama yako, hata mtu anayekuzidi umri anayeweza kukuzaa ni baba yako na mama yako. Waangalieni watoto wetu kule barabarani, matusi tena anakwambia eti anasema nimemtukana. Mimi nimezungumza tu, sijatukana, nimezungumza. Yaani lile tusi kwake ni mazungumzo tu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwake ni mazungumzo tu, lakini Biblia inasema mtu kama huyu akishafanya hivyo, yaani adhabu inayomstahili ni kufa tu. Sasa angalieni, tunawazika watoto wetu, tunabaki sisi na uzee, hatuna watu wa kutuangalia tena. Hivi jamani, nasema uongo? Angalieni vijana wanavyoondoka, wanakufa vijana. Wazee ndio wanaobaki, hawajui watazikwa na nani, hawajui watalelewa na nani. Watu wanajiuliza maswali, mbona vijana wanaondoka? Mbona vijana wanakufa? Matamko haya Biblia ishasema zamani kwenye kitabu cha Warumi 6:23, mshahara wa kila dhambi ni nini? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ndio tunawazika watoto wetu sasa. Kuna vijana, kuna watu wako hapa hawawajali hata wazazi wao kule vijijini kabisa, hawawajali, hawahangaiki nao. Baada ya kuja huku mjini wakajua kunao na maji haya, maji ambayo ni ya bahari, wakajiona wametakata, wanajiona hawafanani tena na zile familia. Yaani hawawezi tena, hawakopi, yani hatulingani tena, hatuwezi tena kuendelea kuwa karibu na wale wazazi. Ni aibu. Mama yangu nikimwona ni aibu, anavyovaa, anavyotembea, alivyo mshamba, ni aibu. Yaani kuna watu wako huku Dar es Salaam kule nyumbani kwao hawataki tena wale wazazi wao, lakini kuna watu hapa Dar es Salaam hawaheshimu wazazi wao. Lakini Biblia imeshatoa masheti kwamba kufa. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu, watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe hayo uyaone kabisa ya kwamba yapo na yanatendeka, yapo hapa duniani na yanatendeka, na sisi na macho yetu tunaona. Namna gani tutawaponya watoto wetu? Lazima atokee mtu mmoja atakayejua hii siri, aisogelee madhabahu ya Mungu kwa moyo wa toba, aseme, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli, samehe, usiangamizi, usiwe na hasira. Wewe ni Mungu, usiwe na hasira. Kwako kuna rehema, kwa Mungu huwa kuna rehema. Akitokea mtu akaja na machozi hapa, utamwokoa mtoto wako. Badala ya kufa ataendelea kuishi, na pengine injili ya wokovu itahubiriwa na italeta mabadiliko ndani yake. Wajuaje kama anaweza akasimama akawa mtumishi wa Mungu? Nani ajuaje? Lakini lazima atokee mtu katika familia, lazima atokee mtu atakayeelewa madhara
ya matamko, viapo, laana. Inawezekana hakutamkiwa na baba yake, hakutamkiwa hata na mama yake, hakutamkiwa, lakini kule kwa majirani, haya tunapokutana kule njiani wanapotoa matamko ya matusi, wewe unasemaje ndani yako? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Anatakiwa mtu atakayesimama, anatakiwa mtu mmoja atakayefanyaje? Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Ndio maana tuko makabila mbalimbali hapa, ndio maana tuko tofauti tofauti, ili kusudi Mungu aweze kumtumia mmoja wapo kuiokoa familia yake. Mmoja, na saa nyingine ni mdogo. Unaweza ukawa mdogo, lakini nakukumbusha habari ya Yeremia. Akamwambia Bwana, mimi ni mdogo. Mungu akamwambia, mimi sijali udogo, nataka kukwambia utakwenda kwa kila mtu ambaye mimi nimekutuma. Kanisa, Bwana asifiwe. Kuna watoto katika familia, yule mdogo kabisa ndiye aliyeokoka, lakini alikuwa sababu ya hiyo familia kumjua Kristo. Na unaposogelea madhabahu hii usiseme mimi ni mdogo. Hata wakati ule Gideoni ndiye aliyelalamika akasema, jamani, mimi ni mdogo. Mungu anamwambia wewe ni shujaa sana, lakini mimi ni mdogo na kwetu ndio maskini sana. Anamwambia hapana, usiseme hivyo, wewe utawapiga kama mtu mmoja, wewe nenda, nitakwenda pamoja na wewe. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe unapokuja kwenye toba hapa, njoo usijidhanie kuwa ni mdogo. Kuna mambo Mungu ameyaweka ndani yako, kuna mkono wa Mungu juu yako, na unapoingia kwenye toba ya kweli unaifungua familia ya kweli. Hayo maneno yanabaki kwenye ardhi hii, na hayo maneno yatakumbushwa kwa Mungu. Ardhi inamkumbushaga Mungu. Si nimekwambia ardhi ilimwambia Mungu juu ya damu ya Habili, ilimwambia. Unapokuja kwa toba hapa, ardhi itamjulisha Mungu, huyu mtu ameungama, huyu mtu ametubu, huyu mtu ameomba rehema, huyu mtu ametambua kosa lake. Hata Ahabu aliyemuua yule mtu mwenye shamba lake, angalia alipotubu sana, alafu akamwambia huyu mtu amelia machoni pangu, ameomba sana, pamoja na kwamba alishawishiwa na mke wake, ameomba sana. Kwa hiyo mambo haya sitayafanya tena kwake. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Mungu anasikia maombi. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Muda wangu umeisha kabisa, lakini nataka nikuweke tu ndani ya moyo, elewa ya kwamba unapokuja hapa kwenye hii madhabahu, na safari naomba wote kutoka kule nyuma njoni tu hapa. Tunataka kufanya toba ya ukweli. Ni ukweli umeshikika wewe, ni wewe tu ujui. Ardhi imebeba matamko juu ya maisha yako, ardhi imebeba matamko juu ya familia, ardhi imebeba matamko. Ndio maana kuna mambo ya ajabu ajabu kwenye hiyo familia ya maisha ya mfanano, ambayo jana niliendelea kukuambia ya maisha ya mfanano, kwa sababu hii ardhi inatoa taarifa kwenye hiyo familia kinachotakiwa kiwe. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe tena. Haleluya. Damu yake na sadaka na tegemea daima, yote chini ya kiisha, Mwokozi ata kwake unaweza ukatamkiwa ndotoni. Unaweza ukatamkiwa ndotoni. Kuna dada mmoja alipoolewa, wakaenda kuishi na mwenzake, akapata ujauzito. Alipofika wakati wa kwenda kujifungua, akaenda hospitalini, akaambiwa
mapigo ya mtoto yametulia. Kwa hiyo ili kukuokoa wewe inabidi tufanye operation. Sasa walipofanya ile operation wamefungua ile tumbo, wakakuta kitovu cha mtoto kimeshakatwa na kimeshafungwa. Haja mtoto tumboni, kimekatwa na kimefungwa. Wale madaktari walishtuka, wakarudi nyuma. Baadaye wakatoa, alafu wakaendelea. Yule dada alipopata ufahamu ndio akamwambia kwamba mtoto wako imekuwa ni bahati mbaya, lakini wakamweleza kilichotokea. Akakaa, baada ya pale hapati tena ujauzito. Siku moja akanipigia simu akaniambia, Mzee Sawi, naomba nije kwako. Nikamuuliza kuna shida gani? Akasema yani kuna mambo tu kwenye familia yetu hayako vizuri. Nikamwambia njoo, lakini njoo na mwenzako. Alipokuja akanieleza hiyo habari jinsi ilivyokuwa. Sasa na mimi anacholalamika na kwamba kutoka pale hapati tena ujauzito. Nikamuuliza Roho Mtakatifu, ndio tunaombaje hapa sasa? Roho Mtakatifu akaniambia muulize, kuna ndoto aliona, muulize hiyo ndoto. Nikamuuliza kuna ndoto niliwahi kuona miaka ya nyuma sana, unaweza kukumbuka? Akafikiria, akasachi, akasema hapana. Alafu nikasikia muombee. Nikamwekea tu mkono nikamwombea, fahamu wake ufunguke, alafu ajue. Kweli akafunguka, akasema niliota. Akaeleza aliota walikuwa nyumbani, hapa mama na hapa mjomba na huyo dada yuko hapa. Lakini mjomba anachokifanya, anachukua vitu anaweka kwenye moto, mafiga matatu, si unafahamu? Wakaa anaweka vitu kule, alafu anazungumza maneno. Sasa ile binti akasirika, anamuuliza mamake, mama wewe uone anachofanya mjomba? Mama anatabasamu tu, anacheka. Wakaendelea. Yule binti akawa anamwambia, mjomba anafanya nini? Akamkunjia uso, akamwangalia kwa jicho la hasira. Baadaye wakatoka pale ndani kwenye yale mafiga matatu, wakaenda pale nje, tunaona pale. Alafu pale yule mjomba akachimba pale, alafu akachukua kitu akatumbukiza pale. Yule binti kwenye ulimwengu wa roho akasirika sana, akamwambia, mama wewe uone haya mjomba anayefanya huko nyumbani kwetu? Mama akacheka tu. Lakini yule mjomba alichokifanya, alimwambiaje? Utakaa ufanikiwe. Alimtamkia maneno kwenye ndoto, utakaa ufanikiwe. Alipotoka kwenye ile ndoto hakutafuta tafsiri yake, lakini sasa kumbe yale maneno aliyotamkiwa kwenye ndoto ndio yaliyokwenda kufunga maisha yake. Kwa anapomwambia utakaa ufanikiwe, na maana kwamba utakaa upate uzao. Sasa neema ya Mungu tunapokuita kuja kuokoka, ile neema ya Mungu inakusaidia, kwa sababu yeye alikuwa ameokoka. Ndicho kilichomsaidia akasurvive, akapambana mpaka akapata ule ujauzito. Lakini pale mwishoni, wakati wa kujifungua, inawezekana naye alikuwa mlegevu wa maombi. Kwa hiyo jamaa wakapindua, wakakata kitovu, wakaua na yule mtoto. Amen, mambo yanayotendeka. Lakini ngoja nimalizie hapa. Nimeguswa sana na hii swala la ardhi. Kuna baba mmoja kule kwetu walikuwa wanagombea ardhi na ndugu yake. Sasa yule ndugu siku hiyo akamfuata hapo shambani, akamwambia, tuone kama utalima tena kwenye hii ardhi, tuone. Na yule ndugu akasema, kwani utanifanya nini? Yule aliambiwa tuone, yaani kesho yake alichukua begi lake akaondoka. Mke wake anamuuliza, unaenda wapi? Anasema, naenda kulima nyanya kule Boma Ng'ombe. Kuna eneo tunaita Boma la Ng'ombe, naenda kulima huko nyanya. Alivyoondoka baba mchungaji, yule mtu hakugeuka. Miaka 43 imeisha, hakugeuka. Maana alipokaa Boma pale akaona hapana, akasogea akaenda Arusha, akatoka Arusha akaenda Chanika, akatoka Chanika amekwenda Tanga, akatoka pale Tanga akaenda kukaa Lushoto milimani karibu na mipaka ya Kenya. Ile neema ya Mungu, wale wanaodharau ubatizo, yule mchungaji anakuchorea hapa, ile neema ya Mungu nafikiri ndio ilimsaidia. Akakutana na mtu huko, akampeleleza maisha yake, ndio akamwambia mimi natokea kijiji fulani. Kwa yule mtu akafanya kila mbinu, akafika kwenye kile kijiji, akaenda kutoa taarifa.
alafu ndugu zake ndio wakaja wakamfuata kule. Sasa walipomfuata wale wazee wa kule kijijini walijua, walimwambia, ninyi mnapokwenda mkifika kule msikutane naye uso. Huyo ndugu akishajua mahali alipo, ninyi jificheni, alafu mwende mumpige mgongoni. Yaani mkifika pale mnagonga tu mgongoni pap, alafu yeye atashtuka. Akishtuka alafu jitambulisheni. Sasa wakatoka kweli, wakaenda huko Lushoto ndani. Nilipofika kule, yule mwenyeji akamwambia yule mtu amekaa pale. Kwa hiyo wao wakamzunguka hivi, wakaenda tena. Wanaokwenda ni vijana ambao na wao wenyewe walikuwa mjui, miaka 43 utamkumbuka huyo mtu. Kwa hiyo akaenda akamzunguka kule, wakampiga mgongoni pap, akashtuka pap. We, kwa nini unanipiga bwana? Yule mtu akamwambia, hao ndio wageni wako. Sasa kile kitendo cha kushtuka ni kama kilimrudishia ufahamu, alafu ndio wakaanza kuelezana walikotokea, wao ni nani na nani na nani. Ndio anafika mahali wakakubaliana kurudi. Bwana asifiwe. Miaka mingapi? 43. Amen. Kwa hiyo ardhi inafanya kazi yake, ikikufunga na kufunga kweli. Unaweza ukatamkiwa wazi wazi unasikia, lakini unaweza ukatamkiwa pia kwenye ndoto. Haleluya. Wala ambao kuwepo jana, upunga mkono namna hii, ambapo kuwepo jana Jumatatu, Jumanne, Jumatano hujawahi kuja kabisa, ni leo umekuja kwa mara ya kwanza, hebu punga mkono tu, alafu sogea hapa mbele basi kwa haraka. Kuna jambo ninalotaka tufanye hapa mimi na wewe. Kimbia mara moja hapa. Na wakati unakuja, ninaomba leo haya maombi hatuwezi kwenda nayo bila sadaka. Kwa hiyo hakikisha umepata bahasha, ili tunapomlilia Mungu kwa toba kutoka kwenye vilindi vya mioyo yetu, uwe na sadaka ambayo tutakwenda nayo kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, ili kutangua yale maneno na yale matamko ambayo ulitamkiwa. Karibu tafadhali, wala ambao kuwepo jana juzi. Amina. Hebu pata bahasha mara moja, pata bahasha yako. Wazee tusaidieni chapuchapu, na viongozi wa fellowship walioko, chukua tu gawa mara moja. Alafu kisha pata bahasha yako, weka sadaka yako. Alafu kisha weka sadaka yako, hebu chukua hatua, sogea hapa mbele, na mimi mnipe bahasha pia. Naponea hapa kwenye hii madhabahu, na ndugu zangu nao waponea hapa kwenye hii madhabahu. Kama umeshapata bahasha yako, weka huko sadaka yako nzuri. Tulikuambia jana, hili jambo sio jambo rahisi sana, ni jambo ambalo linahitaji neema ya Mungu sana, ili uweze kutoka mahali ambapo adui amekukwamisha. Amen. Na kama umeshaweka sadaka yako, basi naomba chukua hatua, sogea hapa mbele. Watu wote tusogee hapa mbele. Sogea mbele. Hapa tu panatosha kwanza. Tayari umeshapata bahasha yako, umeshaweka sadaka yako. Amina. Watu wa Mungu. Amen. Sasa nitakuongoza tu maneno machache ya kukupatanisha kwa upya tena na Bwana Yesu. Tunasema tuna renew wokovu wetu mara kwa mara. Funuo Yohana amesema jitakaseni. Amen. Lakini pia niombe jambo hili, katika kujitakasa uwe basi mwaminifu, kwa sababu katika somo hili ambalo umefundishwa hapa kuna mapana yake na marefu yake na kina chake. Mchungaji anapoitisha vipindi vya fellowship, basi uwe mwaminifu ili uendelee kupata. Amen. Lakini pia uendelee kupata ukombozi kutoka katika hilo eneo, si ndio wapendwa? Yesu alisimama akasema, Lazaro toka nje. Akatoka. Baada ya kutoka akawaambia, mfungueni. Alikuwa amefungwa miguuni, mikononi na leso usoni. Ile ilikuwa ni kazi ya walei
kufungua. Kwa hiyo na hapa kuna walei ambao wataendelea kufanya hiyo zoezi. Weka mkono wako juu namna hii. Tumeelewana eh? Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu nimelisikia neno lako na mimi nimeliamini na nimeogopa, nimetetemeka, kwa sababu umesema mtu utakayemwangalia ni yule ambaye anasikia neno lako, anaogopa na kutetemeka. Sikujua kwamba nimekaa mbali na wewe kwa kiasi kikubwa namna hiyo. Sikujua kwamba ardhi inaweza kunikataa kwa kiwango kikubwa namna hiyo. Mungu, ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, nakikaribia kiti cha rehema kwa neema ili nipate rehema. Ninaomba toba, ninaomba rehema na msamaha mbele zako. Ninakiri wazi nimekutenda dhambi kwa kujua na kwa kutokujua, kwa mawazo na maneno na matendo. Baba, ninaomba unisamehe, unirehemu. Leo ninageuka na kukurudia wewe uliye Mungu wa kweli na wa pekee. Yesu, ninakuomba futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, futa jina langu kwenye kitabu cha mizimu, futa jina langu kwenye vitabu vya wachawi, futa jina langu kwenye vitabu vya waganga, futa jina langu kwenye vitabu walioandikiwa kufa. Yesu, ninaomba andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninafungua moyo wangu, naomba damu ya Yesu iusafishe moyo wangu. Karibu ndani yangu Yesu, kaa ndani yangu Yesu. Kuanzia leo ninakukiri kwenye hii madhabahu na mbele ya usharika huu ya kwamba wewe Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nipe Roho yako Mtakatifu anifundishe, aniongoze, anishauri nisitoke tena katika hii njia, katika jina la Yesu. Ewe shetani, ninakukataa kuanzia leo. Mimi sio mali yako. Enyi mizimu, ninawakataa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na namna yoyote ambayo niliunganishwa kwenye madhabahu za miungu, iwe kwa njia ya maneno, kwa njia ya sadaka, leo ninajitoa kwenye haya maneno kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu na kwa neno la Bwana. Maana imeandikwa, tokeni kati yao kajitenge nao. Nami kwa damu ya Yesu ninajitenga nao katika jina la Yesu. Mimi ni mwana wa Mungu na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Amina. Amen. Mkono mmoja umeshika bahasha, sasa uweze kupiga mikono. Amina. Tunaenda kwenye jambo la pili, tunaingia kwenye maombi. Sasa kuna maombi ambayo nilikatiza jana, na napouangalia muda wangu pale hauturuhusu. Ngoja tuingie katika kipengele hiki ambacho tumefundishwa leo. Haleluya. Mmesikia mahali mlipo ni mahali ambapo ni panini, si ndio? Ndio maana alishasema mtumishi Swai kwamba unakaa mahali ambapo adui anakuja anaziba. Wale wanakuaga na uhalali, wanakuja na uhalali kabisa, wanasema huyu ni wa kwetu na hiki hakiwezi kupenya kwake. Kwa hiyo tunaomba toba kwa ajili ya ardhi ya usharika. Amen. Na ardhi ya nyumbani kwako wewe unaishi Segerea. Unajua Segerea mchungaji amesema ni gerezani, si ndio? Kwa hiyo inawezekana na wewe uko katika gereza. Mtumishi wa Mungu Everlight alisema watu hawa ni watu waliofungwa, ni watu waliofichwa. Hapana, asemaye rudisha. Lakini leo kama Mungu aishiva katika jina la Yesu, hayo magereza yatawaachia. Na hii ardhi leo tutaidai irudi kwetu, ukae upande wetu. Hautakuwa tena ardhi ya viziwi, bali iwe ni ardhi ya watu ambao wanasikia na wanamwamini Yesu. Weka mkono wako juu namna hii. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, tunakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tumetambua ya kwamba ardhi inatunza kumbukumbu, ardhi inaandika taarifa, na mahali popote ninapokuwa ardhi inanifuatia ikiendeleza zile taarifa ilizo nazo
juu yangu na kuzuia maisha yangu nisiweze kufanikiwa. Leo Bwana, ninasimama mahali hapa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nikiomba toba na rehema kwako kwa ajili ya ardhi ya usharika wa Segerea. Yesu, ninaomba toba yale yaliyotamkwa kwa ajili ya ardhi hii na yaliyoandikwa kwenye ardhi hii, iwe wametamka kwenye madhabahu zao miungu, iwe imeandikwa na watu wabaya wasiopenda kuona utukufu wako ukionekana. Leo Bwana, tunaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila tamko lililotamkwa juu ya ardhi hii, tunaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu, kila uovu ulioandikwa na taarifa mbaya za watu wa Segerea zilizoandikwa kwenye ardhi hii, leo tunaomba toba na rehema kwako katika jina la Yesu. Umesema tukikurudia kwa mioyo yetu yote utatuonekanikia. Tumesimama leo mbele ya madhabahu yako, tunakurudia Mungu katika roho ya toba, kwa unyenyekevu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hatujui ni nani aliyetamka, lakini nchi imesikia na imeandika. Tunaomba rehema. Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba. Kila mmoja amimine moyo wake kwa Bwana, kila mmoja amimine moyo wake kwa Bwana. Omba kwanza toba kwa ajili ya usharika wa Segerea. Msii Mungu wa mbinguni, umesikia kabisa ya kwamba Yoshua alitamka akasema kwamba atakayejenga mahali hapa atafiwa na mzaliwa wake wa kwanza, atakayeweka malango atafiwa na mtoto wake wa mwisho. Na ndivyo ilivyotokea. Baada ya miaka mingi, leo naishi mahali hapa. Yako matamko yaliyotamkwa na ardhi imeandika kumbukumbu, na shetani anazuia ili asiwepo mtu atakayesimama, atakayeomba toba na rehema. Mungu amekupa neema leo ya kuomba toba. Mimina moyo wako kwa Bwana, mimina moyo wako kwa Bwana. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ndiye hai, tunanyenyekea kwako Bwana, katika damu ya Yesu Kristo tunaomba toba na rehema kwa ajili ya ardhi ya Segerea. Tunakusihi Mungu wetu wa mbinguni, taarifa yoyote mbaya iliyoandikwa kwenye ardhi hii na matamko yoyote yaliyotamkwa kwenye ardhi hii na ardhi katunza kama kumbukumbu, leo Mungu tunakuungamania, tunasimama kama watoto wako, tunasimama kama watu wako walioitwa kwa jina lako Mfalme, maana ulisema wakinyenyekesha Mungu tawasikia kutoka mbinguni. Leo tunaomba toba, tunaomba rehema. Samehe Mfalme wa falme, hatujui waliotamka, hatujui ni kizazi cha ngapi, hatujui ni mchungaji au ni mwinjilisti, hatujui ni mzee wa kanisa, hatujui ni yeye aliyekuwa wa kwanza kumiliki eneo hili, hatujui. Lakini jambo moja tunalojijua, tunakutafuta uso wako Mungu wa rehema, ili Baba kapate kusamehe katika jina la Yesu, na ile damu ya Yesu iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo yenye uwezo na nguvu ikapate kuondoa matamko yote yaliyoandikwa na yaliyotamkwa katika ardhi hii katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe ni Mungu unayesamehe, kwako kuna rehema na msamaha Baba. Huruma zako hazikomi Mungu, ni mpya kila asubuhi Mfalme, nao na wajua wakukimbiliao. Nasi tumekukimbilia Bwana, maana tumeona wazi kabisa ya kwamba mambo yetu katika usharika wa Segerea hayaendi kwa kiwango kile ulichokusudia. Tumeona wazi kabisa ukuaji wetu wa kiroho hauendi kama ulivyotusikia. Mungu tunakulilia katika jina la Yesu Kristo, rehema zako Bwana, katika hasira kumbuka rehema. Wewe ni Mungu ambaye umeketi kwenye kiti cha rehema. Kama ungekaa kwenye kiti cha hukumu, hapana hata mmoja angeliweza kusimama. Sijaona wamama wanaomlilia Mungu, sijaona wamama wanaomboleza kwa ajili ya jambo hili. Unajua, inawezekana kuna washarika wengi wamekufa mahali hapa, wamekufa kimwili kabisa na tumewazika, lakini ni adui anafuatilia, ni ardhi inadai ya kwamba hawapaswi kuishi na inachukua, wana tarehe zao walizopanga. Lakini unajua kuna watu wamekufa kiroho, hawasikii hata wakifundishwa, hata wakihamasishwa hawasikii, na hata wakisikia hawaelewi, kwa sababu kuna roho ya kufisha imekaa mahali hapo. Omba rehema kwa Bwana, omba rehema
inama kwa Bwana, nyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Baba, tunakiri ya kwamba wewe ni mwema Mfalme, na wema wako ndio unaotuvuta ili tuweze kutubu, nasi tunatubu kwako katika jina la Yesu. Samehe Yesu, samehe uovu huo uliotendeka, samehe matamko yaliyotamkwa, samehe maneno yaliyotamkwa katika jina la Yesu. Omba toba kwa ajili ya ardhi ya nyumbani kwako. Omba toba kwa ajili ya ardhi ya nyumbani kwako. Mwambie, ni kweli Bwana Yesu, umenibariki, umenipa neema, nimenunua kipande cha 20 kwa 20, hata kama niloboeka, lakini pale ninapokaa ni nyumbani kwangu Mfalme. Mimi sielewi kilichotamkwa juu ya ile ardhi, lakini mbingu zinajua, na mimi leo ninasogea kwenye madhabahu yako katika damu ya Yesu Kristo. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya ardhi ya nyumbani kwangu. Ninaomba toba Bwana, ninaomba rehema Mfalme yaliyotendeka kwenye ile ardhi. Mungu sijui, lakini wewe najua. Nimekukimbilia wewe mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Ninatubu kwa ajili ya ile ardhi, ninatubu kwa mambo yaliyofanyika, ninatubu kwa matamko yaliyotamkwa katika ile ardhi. Wewe ni Mungu wa rehema. Baba, tuko mahali hapa Mungu wetu wa mbinguni, sawa sawa na Zaburi ya 102 na mstari wa 19 na 20. Umesema umeangalia kutoka mbinguni ili usikie kilio, nasi tunakulilia. Machozi yetu yadondoke kwenye hii madhabahu. Mungu samehe, Mungu samehe. Achilia Bwana rehema zako Mfalme, katika jina la Yesu, na kwa damu ya mwana kondoo. Kwako kuna rehema na kwako kwa msamaha Baba, katika jina la Yesu. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, iko damu ya Yesu, iko damu ya Yesu yenye nguvu kuliko damu zote zilizomwagika. Iko damu yenye nguvu kuliko maneno yote yaliyotamkwa. Leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye ardhi ya usharika wa Segerea. Ninaachilia hiyo damu ya Yesu mara ya kwanza, ninaachilia damu ya Yesu mara ya pili, ninaachilia damu ya Yesu mara ya tatu, ninaachilia damu ya Yesu mara ya 4, ninaachilia damu ya Yesu mara ya 5, ninaachilia damu ya Yesu mara ya 6, ninaachilia damu ya Yesu mara ya 7, ninaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikafute matamko yote yaliyoandikwa katika ardhi ya usharika wa Segerea. Futa. Peleka hiyo damu ikafute, peleka hiyo damu ikafute, hiyo damu ya Yesu ikafute hayo matamko. Walitamka kichawi, damu ya Yesu ikafute. Walitamka kwa hekima, damu ya Yesu ikafute. Halitasimama hata moja, halitaisha hata neno moja tena. Kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo, yote yafutike, yafute kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Walitamka kwenye madhabahu zao, wakatoa na sadaka kwenye madhabahu zao za miungu. Leo tunasimama kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, tunasimama na sadaka ya damu ya Yesu Kristo. Tunafuta haya matamko, yafutike kama Mungu aishivyo, kwa jina la Yesu. Peleka damu ya Yesu kule nyumbani kwako, peleka damu ya Yesu mara 7, peleka kwenye nyumba yako naishi, kwenye nyumbani kwako naishi, peleka damu ya Yesu. Sema, na mimi na damu ya Yesu, na mimi na damu ya Yesu kwenye nyumba yangu, kwenye kiwanja changu, kwenye eneo ninaloishi, na mimi na damu ya Yesu ikaondoe yale matamko yote yaliyotamkwa na wachawi, yaliyotamkwa na mizimu, yaliyotamkwa na watu wabaya. Damu ya Yesu ikaondoe, damu ya Yesu ikaondoe, damu ya Yesu leo ikaondoe. Halitasimama hata moja, na yafuta kwa damu ya Yesu, na yafuta kwa damu ya Yesu. Kama Mungu aishivyo, halitasimama hata moja, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walisimama na sadaka, na mimi leo ninasimama na sadaka ya damu ya Yesu, na sadaka hii
niliyo nayo mikononi mwangu ninaiweka kwenye damu ya Yesu, kwenye damu ya Yesu, ili kwenda kutangua maneno yao, matamko yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo damu ya Yesu ikatangue viapo vyao, ikatangue viapo vyao, ikatangue maneno yao, ikatangue kila agano lililosimama kwenye hicho kiapo. Damu ya Yesu ikatangue, ikatangue, ikatangue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walisema sitastawi, ninabadilisha leo, ninatamka. Sema ninatamka kwa jina la Yesu. Walisema sitastawi, nabadilisha, ninatamka nitastawi. Walisema sitafanikiwa, nabadilisha, ninatamka ninastawi, nitafanikiwa kama Mungu aishivyo kwa jina la Yesu. Hakuna kitu changu kitakachokufa tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hakuna kitakachokufa kwa jina la Yesu. Kataa hiyo roho ya mauti, kataa hiyo roho ya mauti, ikemee hiyo roho ya mauti, ivunje hiyo roho ya mauti, isambaratishe hiyo ya mauti kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pinga hiyo roho ya mauti, toka roho ya mauti kwenye ardhi, toka huo mlango wa ardhi, tunanyunyuzia damu ya Yesu. Hautapitia tena hapo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, kemea hiyo mauti, kemea hiyo mauti, kemea hiyo mauti, kemea kwa jina la Yesu. Agano lililofanyika livunjike leo. Vunja hiyo agano, vunja hiyo agano, vunja hiyo agano kwa jina la Yesu. Wako walinzi wa viapo, waambie leo, enyi walinzi wa viapo, kwa jina la Yesu ninaamuru leo, moto wa Yesu uwateketeze, moto wa Yesu uwateketeze, moto wa Yesu uwateketeze katika jina la Yesu. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Tunafanya hivi, tunafanya hivi kwa imani. Mimi nikihesabu moja, tafuatia moja, taenda mbili, taenda tatu. Tunaenda kuita damu ya Yesu. Amen. Ile mara ya tatu unaita damu ya Yesu kwa nguvu. Sasa kile kishindo na ile nguvu ya damu ya Yesu na ule uwezo wa damu ya Yesu unaenda kuondoa kila kitu kwenye ardhi ya usharika na kwenye ardhi ya nyumbani kwako. Tuko pamoja? Weka mkono wako juu. Ninahesabu kwanza. Moja, futa pumzi yako vizuri. Mbili, yes, jiweke vizuri tu. 2.5, jiweke vizuri. 3, damu ya achilia, endelea. Hiyo damu ya Yesu inapita kama moto, inapita kama moto, inapita kama upanga, inafungua masikio yaliyokuwa yamefungwa, inazibua masikio yazibuke, masikio yanazibuka, masikio ya watu wa Segerea yanafunguka, ile laana inaondoka, matamko yao yanaondoka. Damu ya Yesu, Segerea inaachiliwa, nyumba yako inaachiliwa, kiwanja chako kinaachiliwa. Ndio, wanaondoka, achia, wanaondoka katika jina la Yesu. Fumba macho yako. Yes. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kila mizimu na kila mapepo na wachawi na wote ambao walikuwa wanadai kwamba ardhi ya Segerea ni ya kwao, sikia neno la Bwana. Yeremia 10:11
Imeandikwa, iambieni miungu isiyoumba mbingu na nchi, ya kwamba mtaangamizwa na mtaondoshwa na mahali penu hapataonekana tena. Tunatamka kwa neno la Bwana, enyi miungu msioumba mbingu na nchi, kwa jina la Yesu, ondoka Segerea, ondoka kwenye hiyo nyumba ya huyo mama, ondoka kwenye hiyo familia, ondoka kwa jina la Yesu. Angalia wanavyoondoka, angalia wanaondoka. Wewe fumba macho tu, usihangaike na mtu. Fumba macho, fumba macho, fumba macho, fumba macho yako tu, shughulika na la kwako. Kuna wanaondolewa, kuna milango inafunguka. Ndio, 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 wanaondoka, wanaondoka. Si kwa kwao tena, si kwa kwao tena. Hapa ni pa Yesu. Nyumba kwako ni pa Yesu, nyumba yako ni ya Yesu. Tunatakasa sasa eneo la Segerea kwa damu ya Yesu na kwa neno la Bwana. Tunatakasa kama Mungu aishivyo, tunatakasa na kule nyumbani kwako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Weka bahasha yako juu namna hii. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, umesema na tukikaribie kiti cha rehema kwa neema. Tunaikaribia leo madhabahu yako kwa damu ya Yesu, na sadaka hizi tunaziweka kwenye damu ya Yesu. Mungu uliyemsaidia Daudi, utusaidie Baba. Mungu uliyemsaidia Nuhu, utusaidie Baba. Ukaondoe mapigo kwenye usharika wa Segerea, ukaondoe laana kwenye usharika wa Segerea, ukaondoe mapigo kwenye nyumba yangu na ndugu zangu, ukaondoe laana kwenye nyumba yangu na ndugu zangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Majira yaliyoharibika Bwana ukayarejeshe, Bwana ukayarejeshe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Wakati tunaendelea kuombea, wakati tunaendelea kuomba, chombo kile cha sadaka tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Tupokee baraka. Tunapokuja kutoa sadaka tuwe tumemaliza, tutamalizia baadaye na matangazo. Bwana Mungu akubarikie na kulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sadaka ya leo tutapanda, kila mtu apande. Wakati tunapanda, nimewafundisha jinenee, sema, pande kwenye madhabahu bila neno la kusema, na kila mmoja apewe nafasi ya kuingia madhabahuni akachie sadaka yake pale madhabahuni yeye mwenyewe kwa kile ambacho anatamani kukitamka, kitamke na ukiseme. Kama ni toba, endelea kutubu. Tunawakaribisha madhabahuni. Praise, wimbo wa kuabudu. Wakati watu wa Mungu anaingia kwenye madhabahu hiyo, nimesogea chini pako